Hospitali ya Taifa Muhimbili ina miaka 120 tangu kuanzishwa kwake, ambapo chimbuko lake ni hospitali ya Sewa Haji iliyojengwa ufukweni mwa bahari ya Hindi, barabara ya sasa ya Sokoine, mwaka 1893 na kukamilika mwaka 1905. Hospitali imewahi kuwa na majina mbalimbali ikiwamo Hospitali ya Sewa Haji miaka 1910 hadi Oktoba 11, 1956 ilipoitwa Princess Margaret Hospital. Mara tu baada ya uhuru mwaka 1961 iliitwa Muhimbili Hospital hadi mwaka 1976 ilipounganishwa na kitivo cha Chuo Kikuu cha Tiba cha Dar es Salaam na kuunda shirika la afya la Muhimbili, yani Muhimbili Medical Center. Mnamo mwaka 2000 ilibadilishwa jina kwa sheria ya bunge namba 5 ya mwaka 2000 na kuitwa Hospitali ya Taifa Muhimbili. Hospitali ina vitanda 1500, kati ya hivyo 70 ni vya wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum, yani ICU. Inahudumia wagonjwa 2700 kwa siku, huku wagonjwa wa nje wakiwa ni 1700 na wagonjwa waliolazwa wodini wakati wote ni 1000. Hospitali ina jumla ya wafanyakazi 2900 wakiwamo madaktari, wauguzi, wafamasia, wataalamu wa maabara na wafanyakazi wa kada nyingine. Sambamba na hilo, kuna taasisi zilizoanzishwa chini ya shirika la afya Muhimbili, yani MMC, na moja chini ya Hospitali ya Taifa Muhimbili, ambazo ni taasisi ya saratani, yani Ocean Road, taasisi ya mifupa Muhimbili, yani MOI, na taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, yani JKCI, iliyoanzishwa mwaka 2015. Hospitali ina majukumu matatu ambayo ni huduma, elimu na utafiti. Upande wa huduma, hospitali imejikita katika ubingwa na ubingwa bobezi katika nyanja mbalimbali ikiwemo upasuaji na upandikizaji figo. Upande wa huduma, hospitali imejikita katika ubingwa na ubingwa bobezi katika nyanja mbalimbali ikiwemo upasuaji na upandikizaji figo, uloto, vifaa vya kusaidia watoto kusikia, upandikizaji mimba, tiba hewa mgandamizo na maabara ya kimataifa ya umahiri ya kufundishia upandikizaji vifaa vya kusaidia kusikia. Sambamba na hilo, serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeimarisha huduma za uchunguzi kwa kuongeza vifaa tiba vya uchunguzi wa maabara na vifaa tiba vya uchunguzi na tiba kupitia mionzi na mawimbi. Kwa upande wa elimu, hospitali ina hadhi ya juu ya utoaji mafunzo ya ngazi ya chuo kikuu, yani University Teaching Hospital, ambapo takribani wataalamu tarajali 500 kutoka ndani na nje ya nchi hujifunza kwa vitendo kama takwa la kisheria kwa kipindi kisichopungua mwaka mmoja. Alikadhalika, kwa upande wa utafiti, hospitali kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za ndani na nje ya nchi inafanya tafiti mbalimbali zenye kuleta majibu ya changamoto zilizopo katika jamii. Aidha, hospitali imefanikiwa kuanzisha benki ya kuhifadhi sampuli na vimelea, yani biorepository, kwa ajili ya mafunzo na tafiti za kisayansi mbalimbali za vimelea vya magonjwa kupitia maabara kuu, ikiwa ni ya kwanza katika hospitali za umma iliyolenga kuboresha huduma za tafiti za kisayansi pamoja na mafunzo. Hospitali imeboresha mazingira na miundombinu ya kutolea huduma kwa wafanyakazi pamoja na wagonjwa, ikiwemo wodi za kulala wagonjwa na vyumba takribani 18 vya upasuaji, ICU 5 tofauti ikiwamo ICU ya wagonjwa wa tiba, upasuaji, watoto wachanga wa siku 1 hadi siku 30, watoto kuanzia siku 30 hadi 14, pamoja na ICU ya kina mama wajawazito. Aidha, katika kuboresha huduma za watoto, hospitali ina kitengo cha huduma za dharura kwa watoto kikiwa ni cha kwanza hapa nchini na Afrika Mashariki kutokana na ukubwa na aina ya huduma zinazotolewa hapo. Raia wa kigeni 1934 kutoka mataifa mbalimbali wamehudumiwa kwenye hospitali yetu kutokana na uboreshaji wa miundombinu pamoja na mahusiano mazuri ya kidiplomasia kati ya serikali ya Tanzania na mataifa hayo. Mheshimiwa Rais, baada ya kupata picha ndogo ya Hospitali ya Taifa Muhimbili, serikali yako ya awamu ya 6 imesikia kilio chetu cha kuboresha miundombinu ya hospitali hii na kutafuta fedha kiasi cha dola milioni 468 sawa na shilingi trilioni 1.2 za Kitanzania kwa kushirikiana na serikali ya Korea Kusini.
Fedha hizi zitatumika kuijenga upya na kuwezesha huduma zote kutolewa ndani ya jengo moja, One Stop Center, litakalokuwa na vitanda 1757 kutoka vitanda 1500 vya sasa, ambapo itapunguza mizunguko iliyokuwepo ndani ya hospitali hii sasa na kufanya hospitali kuwa na mpangilio mpya wenye viwango vya kimataifa, huku eneo kubwa likibaki kwa ajili ya matumizi mengine miaka zaidi ya 50 ijayo. Mheshimiwa Rais, nafurahi kusema kuwa tayari serikali yako na serikali ya Korea zimetia saini mkataba huu, ambapo kati ya fedha hizo dola milioni 364 zitatoka Korea Kusini na serikali ya Tanzania itachangia dola milioni 104. Utekelezaji wa mradi huu ni wa awamu moja, ambapo utachukua miaka 5 hadi kukamilika baada ya kusaini mkataba, na hautaathiri utoaji wa huduma ndani ya hospitali kwa sasa. Mheshimiwa Rais, mradi huu ni wa kihistoria katika sekta ya afya nchini na utakuwa na faida lukuki, ikiwamo kuboresha kwa huduma za kibingwa na kibingwa bobezi kupitia vifaa tiba vya kisasa na kupunguza kwa kiasi kikubwa sana matumizi ya fedha za kusafirisha wagonjwa nje ya nchi.